إنما الأعمال بالنيات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni katika imani, na kuhusieni baada ya kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala kwa kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Ikhwani fillah, ndugu zanguni katika imani, anasema Allah tabaraka wa taala katika surati Rum aya ya 53: A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Wa qala aidan: wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Wa qala aidan: wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna Allaha alimun qadir. Ndugu zanguni katika imani, katika aya nilizosoma, aya 3 zinazopatikana katika surati Rum, aya ya 54, na suratu Yasin aya 68, na suratu Nahli aya 70. Allah tabaraka wa taala katika aya hizi 3 anatuelezea wakati ambao mwanadamu anapitia. Mwanadamu Allah tabaraka wa taala alivyomuumba kwa umbile lake, si kama jiwe vile kuwa likikaa sehemu ndio limekaa linakuwa hivyo hivyo, halitoki kutoka hali fulani kwenda hali nyingine. Mwanadamu hajamuumba hivyo, Allah hajamuumba hivyo mwanadamu, bali mwanadamu alivyoumbwa na Allah anabadilika umbile lake na anahama kutoka hali fulani kwenda hali nyingine. Allah tabaraka wa taala katika suratu Rum aya ya 54 anatuambia habari hizi. Anasema: Allahu alladhi khalaqakum, Allah ndiye aliyekuumbeni. Thumma Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, Allah ndiye aliyekuumbeni kutokana na udhaifu. Mwanadamu
alipozaliwa na mama yake, anazaliwa akiwa ni dhaifu sana. Sote ni mashahidi wa hilo. Anakuwa dhaifu sana, hawezi chochote, anakuwa ni tegemezi kwa asilimia kubwa tu. Lakini Allah anasema baada ya kukuumbeni katika udhaifu huo wa utoto, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha Allah anakujalieni kutokana na udhaifu huo, anakupeni nguvu. Mtoto anakuwa anapita katika mabadiliko, mwishowe anakuwa ni kijana mwenye nguvu zilizokamilika. Anatoka katika hali ya utegemezi, anakwenda katika hali ya kujitegemea mwenyewe. Anaweza kufanya kile anachokitaka mwenyewe pasina kuhitaji msaada wa mtu mwingine, kama ilivyokuwa katika hali ya utoto. Kisha Allah anasema baada ya nguvu hizo kuna mabadiliko mengine tena yanakuja. Mabadiliko gani? Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha Allah tabaraka wa taala baada ya nguvu ya ujana aliyokuwa nao kutoka katika utegemezi, thumma ja'ala min ba'di quwwa, kisha Allah anamjalia mwanadamu huyu baada ya nguvu alizokuwa nazo za ujana, Allah anamjalia umbile lingine ambalo dha'fan wa shayba. Allah anamrejesha kuwa ni dhaifu wa shayba, na Allah anampa uzee. Anakuwa ni dhaifu, anakuwa uzee. Kama alivyoanza na udhaifu, ndivyo umri wake anamaliza kwa udhaifu. Kama alivyoanza kwa utegemezi, ndivyo umri wake unaenda na unaishia kuwa tegemezi. Thumma ja'ala min ba'di dha'fan, kisha Allah anajalia baada ya udhaifu, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Huyu ndiyo mwanadamu ndugu zanguni, na hizi ndizo hali anazopitia mwanadamu. Mwanadamu yuko kati ya madhaifu mawili, yupo kati ya udhaifu wa utoto na udhaifu wa utu uzima. Kijana anapokuwa kijana ametoka katika udhaifu, lakini anaelekea katika udhaifu, na udhaifu huu wa mwisho ni udhaifu mgumu zaidi ya udhaifu wa kwanza, kwa sababu udhaifu wa kwanza ilikuwa anategemewa kuwa atapata nguvu, lakini udhaifu wa pili ni udhaifu juu ya udhaifu. Hakuna mategemezi tena, atatoka katika udhaifu huo. Allah anatuambia katika sura nyingine, Yasin aya 68, Allah anasema waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq, na yule ambaye tutampa umri mrefu tutamrejesha nyuma katika umbile lake. Utarejeshwa nyuma katika udhaifu katika umbile lake. Bali udhaifu wa pili ni udhaifu ambao ni mgumu sana kwa mwanadamu akifikia udhaifu huo. Allah anatuambia katika surati Nahli aya 70, wallahu khalaqakum, Allah ndiye aliyekuumbeni, thumma yatawaffakum, kisha atakufisheni, ikiwa ni vijana, ikiwa ni wadogo, ikiwa mna umri wa kati, atakufisheni katika umri huo. Na umri huo ndio watu wengi wanafariki katika umri huo, kuanzia udogo mpaka umri wa kati, bado hajafikia kuwa ni mzee. Umri huu ndio watu wengi wanafariki umri huu. Lakini kama Allah hajakufisheni katika umri huo, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri, na miongoni mwenu wapo ambao wanarejeshwa katika umri wa chini sana. Umri gani huo wa chini? Ni umri wa uzee wa ukongwe. likai la ya'lama ba'da ilmi shay'a, akawa kikongwe, akafikia kipindi hajui chochote. Alikuwa ni mtu ana mipango mizuri, ni mtu akili yake ni nzuri, ni genius kabisa, anaweza kukuwekea mambo vizuri. Akiwa kikongwe basi tena anasahau kila kitu. Anasahau kuwa amekunywa chai, anasahau kuwa amekula, anasahau kila kitu. Huu ni umri wa kikongwe ndugu zanguni. Umri ndugu zanguni huu
umri huu wa uzee wa ukongwe, Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi alikuwa anamuomba sana Allah tabaraka wa taala asimfikishe umri huu. Hawa wazee tunaowaona ndugu zanguni, tunaoishi nao, tunaosali nao, tunaokutana nao, ni watu wa kuonewa huruma sana, ni watu wa kusaidiwa sana, ni watu wa kuangaliwa jicho lingine ndugu zanguni katika imani, kwa sababu ni umri ambao ni wa udhaifu wa kila siku, anakuwa ni dhaifu. Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi, hadithi imepokelewa na Imamu Bukhari, Mtume alikuwa akiomba dua hii, anamwambia Allah tabaraka wa taala, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal wal-jubn wal-haram. Ewe Allah, mimi najiepusha kwako min al-ajzi, na kushindwa. Nataka kufanya jambo fulani nikawa nashindwa, niondoshee hilo jambo la kushindwa, najiepusha kwako na hali hiyo ya kushindwa. Wal-kasal, na uvivu, nisiwe mvivu katika kuendea yale ya kheri, Allah niepushie nisiwe mvivu. Waljubun, na uoga niepushie nisiwe muoga. Walharam, na Allah niepushie nisifike umri wa ukongwe, umri wa uzee. Mtume alikuwa anamuomba Allah asifikie umri huo, kwa sababu ni umri mgumu sana. Katika hadithi nyingine Mtume alikuwa anaomba dua kwa kusema, Allahumma inni a'udhu bika an uradda ila ardhil umri. Ewe Allah, mimi nakuomba, najilinda kwako nisirejeshwe katika umri wa chini wa ukongwe. Allah, usinifikishe huko, kwa sababu alikuwa anajua zile nginja na udhaifu na hali ambao wanakuwa nao wazee. Ndugu zanguni katika imani, hawa wazee tuliokuwa nao, tunaoishi nao, hawa wazazi wetu, wajomba zetu, baba zetu wadogo, mama zetu, bibi zetu, shangazi zetu, ndugu zanguni, hawa watu hawa wanaishi katika hali ngumu sana. Wewe kijana, ukipewa nusu tu ya yale anayoyahisi kila siku, kila muda, ukipewa nusu tu ya yale anayoyahisi, utaona wala huwezi kubeba hali aliyokuwa nayo. Ndugu zanguni katika imani, hawa wazee hawa wana haki, na Mtume alitoa usia ni jinsi gani tuishi na hawa wazee hawa, tuishi nao namna gani. Bali Mtume salawatu rabbi wasalamu akaonyesha fadhila za hawa wazee, watu wawatambue vipi. Hadithi imepokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu. Hadithi hii iko katika musnad wa Imam Ahmad. Mtume aliwaambia masahaba kuwaambia, ala unabbiukum bi khiyarikum, je, nikuelezeni wabora zenu, nikuelezeni wale waliokuwa bora kwenu nyinyi? Qalu bala ya Rasulullah, masahaba wakasema tueleze ewe Mtume wa Allah. Mtume akawaambia, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum akhlaqa. Khiyarukum, wabora wenu nyinyi, atwalukum a'mara, ni wale wakubwa zenu, ni wale wazee wenu, ni wale vikongwe vyenu, hawa ni wabora wenu. Wa ahsanukum akhlaqa, na wazuri wenu wa tabia. Mzee mzuri wa tabia, huyo ni mbora wetu. Ndugu zanguni katika imani, na Allah alivyojalia, kajalia wazee huwa ni wachache zaidi ya watu, zaidi ya vijana. Wazee ni wachache sana. Kwa nini? Kwa sababu wale waliokuwa na wazee katika kipindi chao cha ujana, wengi wamekwisha fariki, wamebakia wachache sana. Hawa watu hawa ndugu zanguni ni wabora wetu sisi. Hawa watu hawa tuishi nao hali ya kuwa tujue tuna watu bora sana. Jamii ambayo haina wazee, jamii hiyo ni jamii ambayo imefeli, haiwezi kufanya chochote. Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi
anatuambia katika hadithi nyingine, hadithi ameipokea al-Imamu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai wa ghairuhum. Mtume anasema albarakatu ma'a akabirikum, albaraka ma'a akabirikum, baraka jamani za Allah ma'a akabirikum, ziko pamoja na wakubwa wenu, ziko pamoja na wazee wenu. Sehemu ambapo hakuna wazee, jamii ambayo hakuna wazee, mji ambao hakuna mzee, mji huo baraka inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo hawa wazee hawa, ndugu zanguni, tuliokuwa nao kwa uchache wao ambao wapo, ni wazee tunatakiwa tuwaangalie kwa jicho lingine. Kwa jicho gani? Innama turzakuna wa tunsaruna bidhuafaikum, si kwa wengineo jamani, si kwa wengineo. Nyinyi mnapata riziki na mnanusuriwa bidhuafaikum, kwa madhaifu wenu. Miongoni mwa madhaifu waliokuwa dhaifu sana ni hawa wazee, ndugu zanguni. Ndio maana Uislamu ukaweka sheria kabisa wa kuangalia hawa wazee, na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Walikuwa ni watu ambao wanawaangalia sana wazee, sawa sawa, awe baba yake, awe jirani yake, awe anaishi mtaa mmoja, anamtambua au hamtambui, alikuwa akienda mbio kumwangalia huyu mzee, kwa sababu anajua kuwa huyu mzee ndipo sehemu yenye baraka. Je, ndugu zanguni, sisi Waislamu tunawaangalia hawa wazee kiasi hiki? Tunajua baraka ziko kwa hawa wazee? Tunajua ubora huko kwa hawa wazee? Au tunawaona ni watu ambao hawafai katika jamii? Tunawaona ni watu ambao kuwasukuma na hawana thamani tena, ndiyo tunaishi nao hivyo? Angalia ndugu zanguni katika imani, ni jinsi gani Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi anatufundisha jinsi ya kuishi na hawa wazee hawa. Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi, hadithi ameipokea al-Imamu Abu Dawud. Mtume anasema inna min ijlali llahi azza wa jalla, hakika katika kumtukuza Allah mtukufu, ikrama dhishaybati almuslim, ni kumkirimu, ni kumfanyia mazuri mzee ambaye ni Muislamu. Kama kweli wewe unamheshimu Allah, unajua utukufu wa Allah, Mtume anakwambia miongoni mwa alama na dalili za kuonyesha kweli wewe unamtukuza Allah, kweli wewe unamheshimu Allah, ikramu dhishaybati almuslim, ni kumkirimu, kumuheshimu mzee ambaye ni Muislamu. Tunawaheshimu wazee hawa, tunawapa nafasi nzuri wazee hawa. Ndugu zanguni katika imani, hawa wazee hawa ni baraka kwetu sisi vijana. Hawa wazee hawa ni tunu kwetu sisi vijana. Hawa wazee hawa tunaogongana nao misikitini, wengine tunawaona kule nyuma wana hali dhaifu, wanaomba, hawana chochote, tunawaona kuwa hawafai. Kumbe inawezekana. Innama turzakuna wa tunsaruna bidhuafaikum, inawezekana Allah tabaraka wa taala anatunusuru na anatupa riziki kwa hawa vikongwe wazee hohehahe madhaifu ambao hawana chochote wanachokimiliki. Hawa watu hawa tunatakiwa tuwaangalie kwa jicho lingine na tuwaheshimu heshima inayostahiki. Ndugu zangu ni katika imani, angalia Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi ni jinsi gani alikuwa akiwaheshimu hawa wazee. Abu Bakar alikuwa na baba yake Uthman bin Amir, alikuwa anataka kusilimu, lakini huyu alikuwa ni mzee, ana umri wa miaka 90. Akatoka Abu Bakar na baba yake kwenda kwa Mtume ili aslimu. Abu Bakar alipofika na Mtume na baba yake kwa Mtume, Mtume anamuona baba wa Abu Bakari anakuja amejikongoja mzee huyu. Mtume akamwambia Abu Bakar, ulichokifanya hakikuwa sawa. Huyu mzee si wa kunifata mimi, isipokuwa mimi ndo nilikuwa na haki ya kumfata yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uzee wake. Kweli sisi tunawaheshimu wazee kiasi hiki? Sisi tunawatanguliza wazee kiasi hiki?
Mzee unaweza kumkuta ni mzee kikongwe, ana haja, ana hali ngumu, una uwezo wa kumsaidia, haumsaidii. Wewe bado hujamtukuza Allah na kumheshimu Allah. Ndugu zangu ni katika imani, mifano ni mingi ya masahaba ridwanullahi alaihim, ni jinsi gani walivyokuwa wakiishi na hawa wazee. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anatuhadithia mmoja wa watu waliokuwa wakimfuatilia Umar. Siku moja ametoka Umar nyumbani kwake usiku mzito sana, fadakhala baita, akaingia katika nyumba moja. Talha bin Ubaidillah alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kujifananisha na Umar, na alikuwa anapenda kumchunguza Umar mambo gani anayoyafanya ili ajifunze kwake. Umar ametoka, ameenda katika nyumba fulani usiku wa giza. Talha akamuona Umar, akamfuata nyuma taratibu. Alipofika akaingia Umar katika ile nyumba, Talha akabaki nyuma. Umar akakaa mule, baada ya muda akatoka Umar. Talha naye akaingia, akasema Talha anajua kwa Umar huku alipoingia huku kuna faida katika dunia na akhera, nijue kuna nini huku. Fa idha ajuzun amya, Talha alipoingia akakutana na kikongwe, bibi kizee sana, kipofu, hawezi hata kutembea. Faqala laha, Talha akamuuliza yule bibi kizee kikongwe, akamuuliza man hadha alladhi yatik, huyu aliyekuja ni nani? Wama baluhu, na amekuja kufanya nini huyu? Umar khalifa, huyu Umar khalifa, usiku wa manane anatoka anaenda kwa bibi kizee huyu kikongwe. Yule bibi kizee akasema hadha, huyu aliyekuja ni mtu ambaye ameweka ahadi kunijia mimi siku kadhaa na siku kadhaa kwa muda huu wa usiku ambao watu hawaoni. Yatini, anakuja kwangu mimi na ananiletea bima yuslihuni, mambo ambayo, vitu ambavyo mimi navihitajia. Wa yukhriju anni al-adha, na anakuja kunisafishia nyumba yangu na ananiletea vitu na anasafisha, ananifanyia usafi. Huyu ni Umar, huyu radhiyallahu anhu. Umar jinsi gani alivyokuwa anawaangalia wazee. Mimi na wewe ndugu zanguni, wazee wachache katika jamii, lakini wanaishi maisha magumu sana. Wazee wamo katika nyumba humo wanaozeana wazee. Wengine walikuwa ni wanaadhini, wameadhini akiwa ni mzee paka ameshindwa kuadhini, yuko nyumbani kwake, hata msikiti kumwangalia haumwangalii. Kwisha habari yake anaozeana huko, hakuna mtu anamjulia hali, hakuna mtu anampa hata panado. Ndugu zanguni katika imani, innama turzaquna wa tunsaruna bidhuafaikum, hawa madhaifu hawa wanatakiwa tuangalie sana. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi hamdan shakirin wa nu'minu bihi imanan muqinin wa nuqirru biwahdaniyati iqrar as-sadiqin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ndugu zanguni katika imani, Jabir radhiyallahu anhu lamma zama lile kundi lililohama kutoka Makka kwenda Habasha, liliporejea Makka tena kwa Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi, Mtume aliwauliza waliporejea, niambieni nyinyi mlipofika Habasha ni jambo gani la ajabu mliloliona? Jambo gani la ajabu, mambo gani ya ajabu mlioyaona? Kijana mmoja akasimama kumwambia Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi, na hii ni hadithi imepokewa na Imamu Ibn Majah wa sahahu al-Albani. Yule kijana akasimama akasema, wakati sisi tumekaa, mara akapita mwanamke mmoja mbele yetu, kikongwe, amebeba chombo chenye maji juu ya kichwa chake. Alipopita yule mwanamke, akatokea kijana mmoja wa Kihabeshi, akaenda kwa yule mwanamke, kwa yule bibi kizee. Alipofika kwa yule bibi kizee, akamvuta yule bibi kizee kwa dhulma tu, akamvuta yule bibi kizee. Yule bibi kizee akaanguka chini
maji yake yakamwagika, chombo chake kikapasuka. Lakini yule bibi kizee akasema maneno haya, akasema sawfa ta'lam ya Ghudar idha wada'a Allahu al-kursi wa jama'a al-awwalina wal-akhirin wa takallamat al-aydi wal-arjul bima kanu yaksibun fasawfa ta'lam kayfa amri wa amruka fasawfa ta'lam kayfa amri wa amruka indahu ghada. Yule bibi kizee akasema maneno haya baada ya kusukumwa na yule kijana, akaanguka chini, akasema sawfa ta'lam ya Ghudar, utakuja kujua ewe kijana muovu wewe, utakuja kujua idha wada'a Allahu al-kursi, siku ya kiyama Allah atakapoweka kiti chake ili ahukumu waja, utakuja kujua siku hiyo. Wa jamaa al-awwalina wal-akhirin, na Allah akakusanya wa mwanzo na wa mwisho ili awahukumu siku hiyo. Watakallamat al-aidi, na siku hiyo mikono itasema kwa ilivyovifanya na miguu itasema kwa ilivyovifanya. Siku hiyo utajua jambo langu mimi na wewe kwa kunidhulumu mimi, siku hiyo utajua. Yule kijana anamsimulia Mtume huyu bibi kizee alivyomshtakia Allah tabaraka wa taala. Mtume akasema sadaqat, amesema ukweli huyo ajuza huyo bibi kizee amesema ukweli. Kaifa yuqaddisu Allahu umma, Mtume akaendelea kusema vipi Allah atautakasa umma. La yu'khadhu lidha'ifihim min shadidihim, vipi Allah atautakasa umma ambao haumsaidii dhaifu dhidi ya mwenye nguvu anapomdhulumu. Vipi Allah atautakasa umma? Vipi tutapata utakaso wa Allah? Vipi tutaokoka kwa Allah? Umma ambao hauangalii maslahi ya hawa madhaifu hawa wazee hawa, vijana wenzangu, hawa madhaifu ambao leo si tunawaona kuwa hawana thamani, ni watu ambao wamepitwa na muda. Una uwezo wa kumwambia maneno yoyote yale ya kifedhuli, una uwezo wa kumsukuma, una uwezo wa kufanya hivi na vile. Usidhanie anaishia hapo, anakushtakia kwa Allah tabaraka wa taala, anakushtakia kwa Allah hali ya kuwa wewe hujui anakushtakia kwa Allah. Vipi unadhania utabaki kuwa salama? Ndugu zanguni katika imani, hawa ni wazee, tuwape haki zao za uzee, tuwaheshimu, tuwaliwaze, tuwe nao, tuwasaidie. Wanahitaji maliwazo makubwa kwa umri waliokuwa nao. Lakini hawa wazee, ndugu zanguni katika imani, kaifa nataamal ma'hum, vipi tutaishi nao ikiwa tunatakiwa tuwaheshimu, tusiwasemee maneno yaliyokuwa mabaya, tuwaangalie vipi tutaishi nao ikiwa hawa wazee hawa wanatofautiana wao kwa wao. Ni baba yangu kweli ni mzee, lakini ametofautiana na mzee mwenzake, na ninatakiwa nimheshimu baba yangu na yule mzee vile vile nimheshimu. Wametofautiana katika jambo la alaqata lahu biddin, halifungamani na dini. Hapa ndiyo mushkila unakuja mkubwa. Wazee wanapokosana wao kwa wao, sisi tunatakiwa tusimame vipi? Tusimame wapi ili tuwe sawasawa katika dini yetu? Tusimame wapi ndugu zanguni? Na wazee kweli wanakosana, hawaelewani. Huyu anamsema huyu, yule anamsema yule. Hili kundi la wazee halielewani na lile kundi la wazee. Sababu ya kutokuelewana sio dini, ni maslahi fulani ambayo yamekosekana. Je, Uislamu unasemaje sisi tuishi na hawa wazee kivipi? Ndugu zanguni katika imani, chukua kanuni hii, kanuni min ulamaina, ulamaul jarh wa ta'dil. Kanuni hii ndiyo tuishi nao. Wanasema wanawazuoni wetu, kalamul aqran yutwa wala yurwa, kalamul aqran yutwa wala yurwa, bal jarhul aqran yutawaqqafu fihi. Bali wanasema kalamul khusum ba'dhum fi ba'd la yu'tamad, bali wanasema ta'anul aqran ba'dhum fi ba'd la yultafatu ilayhi. Huu ndio msimamo wa kuishi na hawa wazee wetu ambao hawaelewani. Huu ndio msimamo wa kuishi wa hawa wazee wetu hawaelewani.
Usiingie katika ugomvi ambao wewe hujui mwanzo wake. Inawezekana katika ujana wao walizozana, walifanyiana vitu fulani, sasa fainali uzeeni, wamefika uzeeni sasa wanatunishiana misuri. Wewe hayakuhusu, waheshimu wote hawa, usiingilie ugomvi ambao haukuhusu. Wanasema wanawazuoni, kalamul aqran, maneno ya watu ambao umri ni mmoja, wamefanya kazi pamoja, wameishi pamoja mpaka wakafikia uzee, maneno yao yutwa wala yurwa, yachukue uyakunje yaweke nyuma. Inahitaji usihukumu kwa haraka, usihukumu kwa haraka, tulia, yakunje yaweke. Hawa ni akrani, hawa ni watu wameishi pamoja, wanajuana hawa. Usiingie katika ugomvi wa ukuhusu, simama katikati katika dini. Unsur akhaka dhaliman au madhluma, yule ambaye amedhulumiwa mnusuru, na yule ambaye amedhulumu naye mnusuru. Hata kama ni baba yangu amekosana na mzee mwenzake, mimi sina haja wala sitakiwi nichukue ule ugomvi wa baba yangu katika jambo ambalo halihusiani na dini, na mimi nikamvunjia heshima yule mzee eti kwa sababu amekosana na baba yangu. Hapana, kalamul aqrani yutwa wala yurwa. Bali wanasema kalamul khusum, maneno ya wagomvi, ba'dhuhum fi ba'dhin, wao kwa wao, la yu'tamad, hayazingatiwi, yaache. Ugomvi huu haukuhusu wewe. Hawa walikuwa pamoja, wanafurahi, wanacheka, walikuwa pamoja, wanaitana kaka, anamuita mdogo wake, familia zilikuwa familia marafiki. Leo hawaelewani. Hawa ni akrani, hawa ni akrani, hawa wazee ni akrani hawa. Wewe usiingilie ugomvi wao, wewe usiseme chochote. La takbal, wala usikubali kuingia katika khilafu, katika mizozo yao, na wewe kuwa katika kundi, ukaitwa makundi ya aina mbalimbali ambayo yametengenezwa na wazee ambaye haelewani na mzee mwenzake kwa nidaati za aina mbalimbali, nidaati za uzawa, nidaati sisi Wasukuma, sisi Wahaya, na wewe ukaenda kunusuru kundi hili la wazee kwa sababu na wewe ni Muhaya. Kalamul aqran yutwa wala yurwa, utakuwa umefanya kosa. La tahkum binaan ala tarfin wahid, wala usihukumie kwa kusikiliza upande mmoja, utakuwa umefanya kosa. Sivyo hivyo. Haramun alaika, ni haram juu yako wewe kurithishana uadui. Tusirithishane uadui, wazee wetu, tusirithishane uadui. Ugomvi kati ya wazee ubakie kwa wao, sisi tubaki salama. Wakiondoka wote, sisi tubaki salama. Ugomvi wao tuachie wenyewe. Walidhulumiana huko katika ujana, walifanyiana huko katika ujana, sasa fainali yao uzeeni, waache wamalize wenyewe. Na kutoleeni kisa kimoja na ninamaliza hutuba yangu. Umar bin al-Khattab, maarufu hii kisa hiki, zilikuja nguo kutoka Yemen, katika zama za Umar. Umar akawagawia watu nguo moja, na yeye akapata nguo moja. Siku hiyo Umar amesimama katika mimbar siku ya Ijumaa. Umar alikuwa ni mrefu, kipande cha nguo walichogawana maswahaba kilikuwa hakimtoshi kwa urefu aliokuwa nao. Bwana mmoja anamuona Umar, akamwambia Umar baada ya kusimama, akasema, isma'u wa ati'u ayuha nas, isma'u wa ati'u, enyi watu sikilizeni na mtii. Ni khatibu, ni khalifa, anawaambia watu sikilizeni na mtii. Yule bwana mmoja kule anamuangalia Umar, anaona Umar, hapana, mbona wewe ile nguo uliovaa mbona ni vipande viwili, na tuligawana kipande kimoja, kipande kingine umetoa wapi? Umar, umejipendelea wewe. Yule akamwambia Umar, la sam'a wala ta'a. Umar, hatukusikilizi wala hatukutii, patka utujibu haya maswali.
tuligawana kipande kimoja kimoja, wewe una vipande viwili, umetoa wapi? Fikiria, ni baba yangu Khalifa, tena yuko mbele za watu, anasimama mtu anataka kumtuhumu baba yangu, wewe utafanyaje? Ningekuwa mimi na wewe tungefanyaje? Tungemrukia. Abdullah ibn Umar yupo msikitini, Abdullah ibn Umar yupo msikitini, anasikia maneno anayoambiwa baba yake. Abdullah ibn Umar anasikiliza. Umar alipoambiwa hivyo akamwambia mtoto wake, qum ya Abdullah, simama wewe Abdullah, faajibhu, mjibu huyo anayosema. Abdullah ibn Umar akasema, kweli tumegawana vipande viwili, mimi kipande changu nimempa baba yangu, ndio maana unaona kashona nguo yenye kumtosha. Ni nguo ya vipande viwili, kipande kimoja chake na kipande kingine ni changu. Habari zikaishia hapo. Abdullah ibn Umar hakuwa tena nanongwa na yule aliyemuuliza baba yake, wala Umar hakutengeneza tena kundi yule, kwa nini atake kunifedhehesha mbele ya watu. Mambo yakawa yameishia hapa. Na huu ndio Uislamu ndugu zanguni, huu ndio Uislamu. Kalamu al-aqran yutwa wala yurwa. Ali bin Abi Talib, Ali alikuwa na watoto. Dir'i yake, ngao yake ya vita akaikuta iko kwa Myahudi. Kamchukua yule Myahudi kampeleka kwa Shuraih al-Qadhi ili ahukumiwe, apewe ngao yake. Shuraih al-Qadhi anamwambia Ali, kwa Ali, una bayina, una ushahidi kweli hii ngao ni yako? Kuna mtu wakati unanunua anaijua yupo? Akasema hapana, sina ushahidi. Shuraih al-Qadhi akahukumia kuwa ile ngao ni ya Myahudi na akapewa Myahudi. Ali ana watoto, hakuorganize na watoto wake na jamaa zake na kabila lake kuingilia ugomvi huo, yakaishia hapo. Wala watoto wa Ali hawakuchukua action yoyote ile, kuwa hiyo imekwisha. Ndiyo tuishi hivi ndugu zanguni katika imani. Al-Imam Shafi'i rahimahullah aliulizwa siku moja, akaambiwa kuwa na mtu mmoja akamwambia, ausini, niusie ewe Imam Shafi'i. Faqala Shafi'i, Imam Shafi'i akasema, inna Allah ta'ala khalaqaka hurran, Allah tabaraka wa ta'ala amekuumba wewe ukiwa ni huru, si mtumwa wewe. Fakun kama khalaqaka Allah, kuwa kama alivyokuumba Allah. Tusikubali kuwa watumwa wa watu ndugu zanguni, tusikubali kuhudumikia malengo ya watu. Sisi sio watumwa. Kuna watu wako tayari ili mradi ni fulani, basi ni kweli anaingia ugomvi ambao hajui mbele yake wala nyuma yake, huyu ni mtumwa huyu. Tusikubali kuwa watumwa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.